Tumekuja hapa kuwapa elimu wananchi ambao wanaishi katika ushoroba wa reli kuwa salama, kwa sababu wanapaswa kuzingatia alama za usalama ambazo zipo katika mazingira yetu. Ujenzi bado unaendelea, kwa kuna alama za usalama wanapaswa wazifuate ili waweze kuwa salama. Lakini pia tunawapa elimu kuwa wananchi wa huku wanapaswa kutumia vivuko sahihi vya kuvukia. Kuna vivuko vya wanyama, kuna vivuko vya magari, kwa wanapaswa kuzingatia hilo, wavuke sehemu sahihi. Sasa hivi tuko katika zoezi la kuelimisha, kutoa elimu juu ya mradi, nini kinaendelea, nini kinafanyika, ili wananchi waweze kujua mradi wao, waweze kufahamu nini kinaendelea, tumefika hatua ipi, nini wafanye, masuala ya usalama, masuala ya mazingira, masuala ya sheria za reli pia. Makosa ya jinai. Makosa ya jinai yaliyotajwa ni mengi, lakini mengine yanahusu watumishi. Lakini sasa kwa minajili ya kutoa elimu kwa wananchi, tunayo makosa matatu. Kosa la kwanza ni kutoruhusiwa kufanya shughuli ya aina yoyote kwenye eneo la reli. Kwa mtu ambaye atakayefanya kitendo hiki na akashtakiwa, iwapo atatiwa hatiani na mahakama, basi adhabu yake ni kulipa faini isiyopungua milioni 10 na isiyozidi milioni 20, au kutumikia kifungo kisichopungua miezi 12 na kisichozidi miezi 20. Mradi wameupokea vizuri kabisa, kwa sababu utarahisisha mengi na utawafanya wananchi wapanue vipato vyao baada ya mradi kukamilika, kwa sababu mambo mengi yatafanyika hapa. Kwa hiyo watu watapata faida nyingi. Kwa mfano, biashara zitapanuka, watu watafanya mambo makubwa mengi, lakini ajira zisizo rasmi pia zitakuwepo. Kwa hiyo kwa ufupi tu, wananchi wa Fela mradi wameupokea kwa furaha kabisa, hata wana matatizo.